Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Music Life TV. Leo tumekuandalia somo kuhusu mgeuko wa pili wa triad, second inversion of triad, ikiwa ni sura ya 19 ya mwendelezo wa mafunzo yetu. Na somo itaitwa kwako nami mwalimu Ayubu Roma Dwegasila, mwalimu wa muziki na mpiga kinanda. Kabla tuanze somo letu la leo, karibu uweze kubonyeza alama subscribe hapo chini na kisha alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa zetu na mafunzo yetu pindi yanapokuwa hewani. Lakini pia karibu kulike, comment na kushare ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Vitu muhimu kwa utunzi au basic kwa ajili ya utunzi. Tumejifunza intervali katika sura ya 12. Tumejifunza triad na kodi katika sura ya 13. Tumejifunza mwendelezo wa kodi katika sura ya 14. Tumejifunza mwendelezo wa melodia katika sura ya 15. Tumejifunza umbo la muziki katika sura ya 16. Tumejifunza mgeuko wa kwanza wa triad katika sura ya 17. Tumejifunza muundo wa bezi katika sura ya 18. Na leo tunajifunza mgeuko wa pili wa triad ikiwa ni sura ya 19. Muhimu kufahamu katika somo letu la leo, kwanza tutaangalia maneno ya msingi, maana ya maneno ya msingi ambayo tutatumia katika somo letu, lakini baada hapo tutaangalia mgeuko wa pili ni nini, tutaangalia tabia ya mgeuko wa pili, lakini pia tutaangalia matumizi ya mgeuko wa pili, lakini pia tutaangalia noti ipi inafaa kurudufiwa katika mgeuko wa pili, lakini pia tutaangalia sheria na tahadhari katika voice leading, lakini pia tutaangalia mwishoni kabisa umuhimu wa mgeuko wa pili. Triad ni nini? Triad ni kodi yenye noti tatu zinazojengwa na kujipanga kwa third juu ya noti ya msingi. Mfano C major inakuwa ina C ambayo ni shina au root, lakini inakuwa ina E ambayo ni third, lakini pia inakuwa ina G ambayo ni fifth. Hiyo ni triad. Na tunasema triad ni kodi inayoundwa na nota tatu. Kwa kodi ni nini? Kodi ni mkusanyiko wa noti kadhaa zinazopigwa kwa pamoja ili kutoa harmony au muunganiko wa sauti. Kwa hiyo kodi zikiwa tatu ndo zinatengeneza triad, lakini zikiwa za idadi yote ile zinaitwa kodi. Lakini mgeuko ni nini? Inversion ni hali ya kubadilisha noti ipi iwe kwenye sauti ya chini kabisa ya kodi base. Kwa hiyo tunapobadilisha ile sauti ipi iwe kwenye base katika kodi fulani, hapo tunakuwa tumefanya mgeuko au inversion. Pia triad tunapa ndio ambayo inaundwa na shina, noti ya tatu kutoka kwenye shina, hali kadhalika nota ya tano kutoka kwenye shina, nota ambayo ipo kwenye intervali ya tatu kutoka kwenye shina, na nota ambayo ipo katika intervali ya tano kutoka kwenye shina. Kuhusu intervali, namna zinavyoundwa na aina za intervali, zote tumejifunza katika somo la intervali ambayo ni sura ya 12. Lakini pia base ni nini? Base ni noti ya chini kabisa katika kodi au mfuatano wa sauti. Noti inayokuwa chini kabisa huwa inaitwa base. Lakini doubling au kurudufu ni nini? Ni kurudia noti fulani ndani ya kodi ili kodi iwe na sauti kamili zaidi. Huwa tunasema kwamba katika muziki ya kawaida ambayo tunaitumia inahitaji sauti 4 ambayo ni soprano, alto, tenor na bass. Kwa hiyo ukiangalia kodi yako utakuta triad yako ina noti tatu. Kwa hiyo kati ya hizo noti tatu kuna moja wapo ambayo itajirudufu ili iweze kukamilisha sauti 4. Lakini figure bass ni mfumo wa namba unaoonyesha nafasi ya noti juu ya sauti ya bass, na hii tumeipitia katika sura iliyopita. Mgeuko wa pili. Mgeuko wa pili ni nini? Mgeuko wa pili wa triad ni pale ambapo noti ya tano au fifth ya kodi ndiyo inakuwa base. Noti ya tano fifth ya
kodi ndio inakuwa base, au noti ambayo ipo kwenye intervali ya 5 kutoka kwenye shina ya kodi hiyo inakuwa base. Tulisema noti ina TRAD ina noti 3. Nota ya kwanza ambayo ni shina, lakini nota ambayo ipo kwenye intervali ya 3 na nota ambayo ipo kwenye intervali ya 5, ambapo ile noti ya intervali ya 5 ikiwa ndo base na nyingine zinajipanga juu yake, huo unakuwa ni mgeuko wa pili. Na kwa figured base kama ambavyo tumesoma kwenye sura iliyopita, huandikwa kama 6 ya 4, kwa sababu noti nyingine ambazo zitakuwa kwa juu yake hii ikiwa katika base zitakuwa zipo katika intervali ya 4 pamoja na intervali ya 6. Mfano kwenye kodi C major ambayo ipo hivi, kwenye root position C ndio inakuwa base, lakini kwenye mgeuko wa kwanza hii noti ya 3 ndio inakuwa base ambayo tumejifunza kwenye mgeuko wa kwanza wa TRAD. Lakini kwenye mgeuko wa pili wa TRAD hii noti ya 5 ambayo ni G ndio itakuwa base na C zitakuwa upande wa juu, ambapo C itakuwa ipo katika intervali ya 4, lakini pia hii itakuwa ipo katika intervali ya 6, na ndio maana tunaandika 6/4 kuonyesha mgeuko wa pili wa TRAD katika figured base. Kwa sababu tumeona hapo ambao nimeelezea hapo, kwenye root position au kwenye shina C inakuwa base na zinajipanga kama unaona, lakini kwenye mgeuko wa kwanza utakuta ndio inakuwa base, lakini kama tunaona hapa chini zingine hapa tunakuwa katika code hapa TRAD shina code ya hivi. Hadi kwenye mgeuko hili ambao tunaosoma sasa, maanisha G ndio inakuwa ipo base kwenye TRAD ndio inakuwa ipo base. Tukipa katika kodi tunaweza tukapanga namna ambavyo inaonekana kwa base, nyingine zipo katika sauti za kama ambavyo tunaona hapo. Lakini pia tunataka kuendelea kwa mgeuko wa pili kutumia kigezo position inaona C ni G, lakini mgeuko wa kwanza itakuja mwishoni, itakuwa mgeuko wa kwanza E au ndio itakuwa base au third au noti ya 5 ya noti ambayo ipo intervali 3 kutoka kwenye shina, lakini hii ikienda kule mwisho base ikiwa ni kwenye au noti ambayo ipo kwenye intervali ya 5 kutoka kwenye shina ikiwa kwenye au fifth, tunatengeneza mgeuko wa pili ambao una second inversion of TRAD ambao tunaona kwa hiki. Tukiangalia katika mfano ya C kuu na C ndogo, na kwenye C ndogo au C minor ambao kwa alama ya hii flat major, kama ufahamu vizuri kuhusu kutofautisha kati ya flat sharp moja na minor, fuatilia somo sura ya 11 inaelezea vizuri kuhusu minor scale au scale ndogo, unaweza kanielewa vizuri zaidi ukaweza kuzitofautisha. Kwa hiyo kama ikiwa C kwenye C minor imesha inakuwa ipo katika shina, lakini hapa inakuwa ipo katika mgeuko kwanza, lakini hapa inakuwa katika mgeuko pili. Hali kadhalika kwenye C major ndipo hivi, ikiwa katika shina inakuwa hivi, ikiwa katika mgeuko kwanza inakuwa hivi, lakini ikiwa katika mgeuko wa pili inakuwa namna hii. Lakini tukiangalia kodi moja moja katika mgeuko katika migeuko yake katika kodi katika ufunguo C. Tukianzia hapa na maana tumeshaona kodi ya kwanza C major au C kuu, kija namba 2 tutakuta hapa itakuwa katika mgeuko wa kwanza, kodi ya pili inakuwa hivi, kadhalika kodi ya 3 kwa pili inakuwa hivi, kodi ya 3 kadhalika hapa kodi katika mgeuko wa kwanza, kadhalika kodi ya 3 katika mgeuko wa pili. Mesha kwenye namba pili unavyoona inatengeneza intervali ya 4 pamoja na intervali
ya 6 ambayo tunaitumia kwenye figure base kama 6 ya 4. Ukiangalia kwenye kodi ya 4 ndivyo hivyo. Hapa ipo katika mgeuko wa kodi ya 4 ipo katika shina. Hapa kodi ya 4 ipo katika mgeuko kwanza. Yaani hapa kadhalika ipo katika mgeuko wa pili. Hapa kodi ya 5 kadhalika ipo katika shina. Hapa ipo katika mgeuko kwanza. Hapa ipo mgeuko wa pili. Kadhalika kiangalia kodi ya 6 hapa ipo katika mgeuko katika wa pili. Katika kodi ya 7 ipo katika shina, ipo katika wa kwanza, ni ipo katika mgeuko wa pili. Na nikukumbushie tunaposoma hizi trial sema kwamba ama zinaweza za herufi huwa zinataka kuonesha mgeuko shina, mgeuko wa kwanza, mgeuko wa pili, ambapo nilisema ikiwa katika shina tunatumia herufi A inaonyesha kodi ni shina, na kodi kwenye mgeuko wa kwanza. Halikadhalika ikiwa maana katika mgeuko wa pili. Tukija kwenye hii ndogo nayo katika tunaona kuanzia kodi ya kwanza, kodi ya kwanza ya C ndogo hapa ikiwa katika mgeuko wa kwanza, lakini hapa ikiwa katika mgeuko wa pili. Msingi ukiangalia unakuta zinajipanga vile vile. Zinajipanga vile, kinachobadilika tu ni namna yake ya kuimbwa na nini, lakini kwenye kuzipanga ni kama zinaendana hivi, lakini pia alama ya ufunguo inaweza kutupoteza, lakini pia ni C ndogo ile ile. Hali kama kuja kwenye kodi ya pili utakuta ikiwa katika shina ipo namna hii, ikiwa katika mgeuko wa kwanza inakuwa hivi, ikiwa katika mgeuko wa pili inakuwa kodi ya 3. Hali kadhalika kodi ya 4, kodi ya 4 katika shina inakuwa namna, ikiwa katika mgeuko wa kwanza inakuwa namna hii, lakini ikiwa katika mgeuko wa pili inakuwa namna hii. Hali kadhalika shina kodi ya 5 ikiwa katika mgeuko wa kwanza inakuwa namna hii, mgeuko wa pili inakuwa namna hii. Katika shina inakuwa namna hii, mgeuko wa kwanza inakuwa namna hii, lakini pia katika mgeuko wa pili inakuwa namna hiyo, ni kodi ya 5. Hali kadhalika kodi ya 6 ndio tukaona hapo kwenye shina inaonekanaje, mgeuko wa kwanza kadhalika kwenye mgeuko wa pili. Vile vile kodi ya 7 tunaona hapa kwenye shina kwenye mgeuko wa kwanza inakuwaje, hadi kwenye mgeuko wa pili kwenye sawa hapa na imesha sawa kutoka mgeuko wa kwanza na mgeuko wa pili kutoka kwenye shina ile ile. Zipi tabia za mgeuko wa pili? Tabia ya pili ni kodi dhaifu, unstable, kwa sababu fifth au noti ambayo ipo kwenye interval ya 5 sio noti yenye nguvu ya kodi. Kwa hiyo ni kodi dhaifu. Hiyo ni tabia yake kwanza. Tabia ya pili, mara nyingi haitumia kodi ya kusimama yenyewe, bali kama kupita au kusaidia. Haitumii kama kodi ya kujitegemea, lakini huwa inatumika kama kodi ya kupita au kusaidia, kwamba ili tuguse kodi fulani lazima tupite kwenye kodi ambayo ipo kwenye mgeuko wa pili na twende kwenye kodi nyingine, haiwezi kusimama yenyewe. Tabia ya 3 ni connotation ya figured base huandikwa 6 ya 4, na nimesha kuelezea hiyo, ambayo maanisha kutoka kwenye noti ya base ambayo ni fifth kunakuwa kuna intervali ya 4 pamoja na intervali ya 6. Lakini pia tabia ya 4 ni kwamba ni muhimu sana kwenye cadence au vipengele vya kumalizia muziki. Kusaidia kwenye vipengele vya kumalizia muziki au cadence. Na cadence zote tushazielezea katika masomo yaliyopita. Kama hujayaona unaweza ukarudi nyuma ukayafuatilia ili uweze kuelewa vizuri zaidi. Matumizi ya second inversion. Matumizi ya second inversion au mgeuko wa pili, unajua yale? Matumizi ya kwanza kabisa second inversion, cadential use, au tunatumia katika cadence. Mgeuko wa pili hutumika mwishoni mwa kipande cha muziki
kabla ya kodi ya 5 dominant, na huchukuliwa kama mapambo ya kodi ya 5 baada ya kodi huru. Kwa kwamba hutumika mwishoni mwa kipande cha muziki kabla ya kodi ya 5 kwa ajili ya kumaliza muziki. Na kwa mfano unaweza kukuta kodi ya kwanza ikiwa katika mgeuko wa pili, utaja kwenye kodi ya 5, baada hapo tukamaliza kwenye kodi ya kwanza, kama ambao tunaona hapa. Mfano imesha hii hapa inakuwa ni sawa na kutoka so ambayo ina so ndio ipo kwenye base, au ikaja so yenyewe ndio mgeuko ambayo ipo kwenye mkao wa kawaida kwenye shina. Baada hapo tukamaliza wimbo. Nadhani tukiona mifano zaidi itatusaidia kuweza kuona namna nzuri ambayo zinajipanga hizi kwa ajili ya kuonesha cadence au jinsi ya kumaliza, na hiyo inaleta nguvu ya kumaliza au strong cadence wakati wa kumaliza wimbo. Ukiangalia hapo kwa mfano utakuta hapo tunatoka kwenye 1C, kodi ya 5 ya C ambayo ipo katika mgeuko wa pili, afu tunakuja kwenye 5 yenyewe ambayo ndo kama ambavyo tumeona kwenye mfano hapo. Yaani kwa mfano hapo utakuta zote ni G, lakini ni G ambayo ipo katika mgeuko, ni kodi ya kwanza ambayo ipo katika mgeuko wa pili, lakini ni G yenyewe ambayo kodi ya 5 na ipo katika shina na inafanya inamaliza wimbo. Hii tunasema kwa nini ipo katika ni kodi ya kwanza katika mgeuko wa pili. Utakuta nota zake za juu, hii ni so, lakini nota yake juu, nota yake ya juu ukija hii ni nini? Hii utakuta ni mi. Lakini ukija hii hapa nini pia? Hii ni so, hii hapa ni do. Lakini hii hapa tunasema ni kodi ya 5 hiyo, lakini katika shina kwa sababu utakuta hii ina so hapa ina re, lakini hapa ina so, hapa ina t, ambayo utakuta ni kodi ya 5 ikiwa katika shina kwa kawaida kabisa. Lakini zote base utakuta ni G au ni so kama ambavyo tumeona kwenye maelekezo haya. Matumizi ni passing. Mgeuko wa pili hutumika wakati base inapita hatua kwa hatua kati ya chords mbili, kwamba huwa yenyewe inaonyesha kupita kwa kodi, kwamba kodi inapita tu, inafanya mpito wa base kuwa laini, inasaidia mpito wa base kuwa laini, sio kwamba inaweza kusema yenyewe kama yenyewe ikiwa strong. Hapana, kwa sababu tumesema ni kodi hafifu. Utaona mfano wake hapa, kama tuke kwenye kodi ya kwanza twende kwenye kodi ya 5 ni mgeuko wa pili. Baada hapo tuje kwenye kodi ya kwanza ambapo katika mgeuko hii ni mgeuko ngapi? Wa kwanza. Au tutoke kwenye G, tutoke kwenye C, tuje kwenye C ambayo kwenye C ambayo ipo kwenye mgeuko wa pili, kwenye kodi ya 5 ambayo ipo kwenye mgeuko wa pili, lakini pia tuje kwenye kodi ya kwanza ambayo ipo katika mgeuko wa kwanza, ambayo yenyewe inafanya mpito wa base tu kwa line. Sasa utoke C, tuseme unatoka C, lakini ukija kwenye kodi ya 5, ambayo ipo katika mgeuko wa pili, maisha itakuwa inapiga re. Kwa hiyo sasa unasema unatoka do, baada hapo unakuja hii G ambayo iko katika mgeuko wa pili, maisha inakuja nasoma re, afu hapa inakuja nasoma mi. Kwa hiyo ni passing, kwamba tunapita kutoka kwenye kodi hii hapa kwa pili, tufanye tu pass kutoka kwenye do kwenye re, sababu hii ni kama ni re, hii ni mi. Sasa kama unanipata kidogo hapa kwenye mgeuko wa pili hapa, hii tumesema ni kodi ya 5, ambapo kwenye mgeuko wa pili ya 5 utakuta ina so, t na re. Kwa hiyo nimesha ile re inakuwa kwenye base, kwa hiyo nimesha inakuwa ni do, hapa inakuwa re, hapa inakuwa ni ya kwanza, kodi ya kwanza katika mgeuko wa kwanza, nimesha inakuwa mi. Kwa hiyo ni do re,
mi. Kwa hiyo inafanya tu mpito wa base uwe laini, mpito wa base. Hiyo ni kazi pia ya second derivation, kama tunaiona ifanya kitu re mi do mi. Kadhalika ya kama nimeelezea hapo, lakini mfano na ambavyo nimeelezea hapo, lakini hii yenyewe inatoka kwa sababu nimetoka kwenye vitabu tofauti. Hii yenyewe inamaanisha inatoka kwenye kodi ya pili, sio kwa ni re. Baada hapo inakuja inatoka kwenye kodi ya pili, lakini inakuja kwenye kodi ya kwanza ambayo ingekuwa kwenye pili. So hapana, huu mfano ni cadential na mfano chana na mfano huu ambao tumeshakupitia hapa, huu wa passing. Mfano ndani nimekosea kuweka hapo, huu ni cadential, ni ule matumizi hapo. Lakini sehemu ya tatu inatumika kama pedal au stationary base. Wakati base inabaki kwenye noti moja, lakini sauti za juu zinabadilika zikaunda kodi ya 6/4 juu yake, mara nyingi hutumika kuleta mapambo kwenye sehemu ya muziki. Hutumika kuleta mapambo kwenye sehemu ya muziki. Kwa utakuta hapa hizi mpasho zinatumika kuleta mapambo. Ukuta nimeleta hapo cadence kamili iliyopambwa kwa kutumia mgeuko wa pili. Kwa utakuta hii ni kodi ya 4, ni kodi ya 4 ambayo ipo kwenye mgeuko wa pili. Kodi ya 4 ambayo ipo kwenye mgeuko wa pili. Kwa utakuta base yake ipo kwenye do, kwa sababu kodi ya 4 ni fa, la na do. Fa, la na do. Kwa utakuta base ipo kwenye do kama tunaona kwamba ndo ipo kwenye fifth. Hii ni base, lakini ipo kwenye base, lakini katika kupamba kwamba base yake imetoka, ipo hapa, utakuta tu huku imeweka kama mapambo la so au hivyo katika kumalizia wimbo. Ndani kwa wacheza chombo kitu kile sana kupiga hivi, wakati mwingine tunapiga hata kwamba tuna kiweka hiki kidude. Lakini cadence ya plagial iliyopambwa, hii nayo pia ni cadence ambayo imepambwa kulingana na mgeuko wa pili wa triad, ambapo tutaona hapo hiyo ni kodi ya 4 vile vile, ambayo nayo ni inaanzia la nimesha ni inakuwa noti ipo kwenye mgeuko wa 4, ambayo ni do inakuwa ndio ipo kwenye base. Tunasema kodi yake ni fa, la, do. Kwa hiyo do ndio inakuwa ipo kwenye base, lakini utakuta tukiweka hapa do kwenye base na tuweka hivi kama tunaona hapa do kwenye base kajipaka hivi, hapa inakuwa ipo kwenye kodi ya namba 4 ambayo ipo kwenye mgeuko. Lakini tukirudisha hizo sauti zikirudi, kwa sababu hizi kutakuwa zinaendelea, ikirudi hapa ilikuwa ni fa, ikarudi mi, na hii hapa so, hii la ikarudi so, na unje tayari zimetengeneza kodi ya kwanza ambayo ni shina. Hapa hapa sikuonesha kama hii ni fa na hii ni la. Tunaomba kana kwamba hapa zinatengeneza kodi ya 4 ambayo kwenye mgeuko wa pili, lakini zikirudi hapa hizi sauti ambazo zimewekwa kama mapambo mesha inarudi katika kodi ya kwanza ambayo inakuwa imemaliza wimbo kwenye cadence kwenye namba za kumaliza wimbo. Kwa hiyo tumemaliza wimbo kwenye kodi ya kwanza ambayo ni shina kama inaonekana hapa. Kwa hiyo nimesha hii fa mi na hii la ikarudi so, na zipo do zinakuwa zimetengeneza kodi namba 1 hii hapa kumaliza wimbo, lakini hapa zinakuwa kwa ajili ya mapambo ya kimuziki. Hayo ni matatu makubwa ya mgeuko wa pili wa triad. Noti ipi inapaswa kurudufiwa katika mgeuko wa pili? Katika second inversion mgeuko wa pili, noti ya fifth tayari ipo kwenye base. Kwa kawaida
base root ndio inarudufiwa kwa sababu root huipa kodi uthabiti. Lakini third au nota ya tatu mara chache hurudufiwa na inaweza kuipa kodi ladha dhaifu kwenye mgeuko wa pili. Kwa hiyo mara nyingi kwa kawaida root ndio inarudufiwa, kwa hiyo base ndio itairudufu ambayo ni hiyo fifth. Kwa mfano kwenye C major chord in second inversion G ndio inakuwa base, kama ambavyo tumeona kwenye mifano hapo nyuma. Sheria na tahadhari katika voice leading. Ya kwanza, cadential 6/4 ya mgeuko wa pili lazima iende kwenye 5 kisha kwenye 1. Lazima iende kwenye kodi ya 5 kisha kwenye 1. Kwa cadential ambayo inaonyesha ipo kwenye mgeuko wa pili na inataka kumaliza wimbo, lazima iende kwenye 5 yenyewe shina afu irudi kwenye 1. Mfano kama huu, mfano kwamba ipo kwenye, tumeona kwenye cadential, kwenye mfano wa cadential ndio tumetoa hii maana tumeonyesha nota zake kwamba inatoka hapa, ambao ni nota ya kwanza ambayo itakuwa ipo kwenye so pale pale kwenye G, lakini ipo katika mgeuko wa pili, afu hapo itakuja kwenye kodi ya 5 ambayo ni G, baadaye kwenye C ambayo ni do, itakuwa imemaliza wimbo. Lakini sheria nyingine inasema passing 6/4, anasema lazima iunganishwe kwa mwendo wa hatua kwenye base. Lazima iunganishwe kwa mwendo wa hatua kwenye base na sio kurukaruka. Sio hivyo? Anasema epuka kurudia third isipokuwa ni lazima. Usirudie third wakati unapanga kodi zako isipokuwa ni kwa ulazima. Sauti lazima ziende kwa uongozi laini. Noti ziende kwa hatua ndogo ndogo badala ya kurukaruka. Kwa kwenye second pia, kwenye mgeuko wa pili pia hatua noti ziende kwa hatua ndogo ndogo badala ya kurukaruka. Lakini pia usitumie mgeuko wa pili kama kodi huru sana, inachukuliwa kama kodi ya kupita. Usitumie mgeuko wa pili kama kodi huru sana, inachukuliwa kama kodi ya kupita. Usitumie mgeuko wa pili. Umuhimu wa mgeuko wa pili. Mgeuko wa pili kwanza unasaidia kuunda cadence yenye nguvu, hasa cadential 6/4 ambayo tumeelezea. Lakini pia inafanya mfuatano wa kodi kuwa laini na mzuri kusikika. Lakini pia ni somo muhimu kwa kujifunza sheria za harmony na mfuatano wa kodi. Utakaojifuata sura ya 20 utajifunza nota ya mpito au passing note. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia, usiache kubonyeza alama subscribe na alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa zetu na mafunzo yetu pindi yanapokuwa hewani. Pia karibu kulike, comment na kushare ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema.